Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baba, tunakushukuru kwa neema na fadhili zako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya upendo wako ambao umetuleta tena mahali hapa na kutukusanya kwa neema na rehema zako. Baba, tunakushukuru sana kwa uaminifu wako na kwa huruma za kwako. Ni saa nyingine tena ambayo tunahitaji kunywa na kula mezani pako, na mimi kama mtoto na mtumishi wako ambaye Bwana umeweka neno lako ndani ya kinywa changu, nijalie kunena sawasawa na mapenzi yako na hekima na maarifa yatokayo kwako, Mungu aliye hai. Watoto wako hawa wamekusanyika mahali hapa kusikia neno lako na wala sio maneno ya kwangu. Mungu aliye hai, ukanitumie kama jinsi wewe upendavyo. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Tunatazama mambo ya kuzingatia haswa unapoingia msimu mpya kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitabu cha Mhubiri na ile sura ya 3 na mstari wa 1, maandiko yanasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kuzaliwa na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuposha, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niliweza kusema kwamba maisha ya mwanadamu huwa yamejengwa na kugawanywa katika misimu tofauti tofauti, na nikasema kwamba moja ya kitu ambacho kimefunga hatua zetu mara nyingi sana ni namna ambavyo tunaweza kutumia misimu na majira ambayo Mungu anatuingiza kwayo. Wakati mwingine hatutaona hatua mbalimbali kwenye maisha yetu kama hatutajifunza kutumia majira ambayo Mungu anatuingiza kwayo. Na nilisema jambo la kwanza kwamba unatakiwa utambue kwamba kila msimu ambao unauingia kama mwana wa Mungu huwa umebeba jambo jipya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na akaanza kuelezea kuna wakati wa kucheka na wakati wa kulia. Maana yake nikasema pia kwamba mwanadamu hawezi akapitia maisha ya aina ile ile. Ni kweli leo yawezekana unaweza ukapita kwenye msimu wa kulia au wa kuchekwa au wa kudharauliwa, lakini uwe na uhakika na msimu wa furaha utakuja kwenye maisha yako. Uwe na uhakika na msimu wa kucheka utakuja kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ambavyo maisha yetu yameratibiwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua na kutafuta kwamba unapoingia kwenye msimu kwenye maisha yako, huwa kuna jambo jipya lililokusudiwa kutokea kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nilikuwa ninawasemesha nikawaambia kwamba Yesu alipokuwa anapita Yerusalemu, Biblia inasema alipopita karibu na ule mji akaulilia na akaanza kusema, Yerusalemu, Yerusalemu. Akaanza kuambia kwamba laiti ungelitambua majira ya kujiliwa kwako. Na akawaambia, angalia sasa yamefichwa machoni pako. Na akasema kwa sababu yamefichwa, adui zako watakujengea boma likuzunguke pande zote, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa kuwa hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Maana yake usipotambua nyakati zako kwamba unatakiwa kufanya nini, adui au kambi ya upande wa pili watakuwa na cha kufanya kwenye maisha ya kwako. Na ndio maana mtoto wa Bwana, kuna watu wao kwenye maisha yao hawajawahi kupita mahali pepesi au hawajawahi kupita kwenye majira mepesi, lakini ukipata nafasi ya kusoma Biblia na wakati mwingine labda na kumuuliza Mungu
unakuja kugundua kwamba sio, kwa sababu maisha yetu yameratibiwa kwenye nyakati tofauti tofauti. Mmoja alikuwa ananiambia anapofika kwenye zile tarehe ambazo amezaliwa, kwa sababu alikuwa ananiambia amezaliwa mwezi wa 10, ndipo ambapo milango anaingia majira mengine. Maana yake adui huwa anainua vita kumharibia msimu anaoingia kwao, na kwa maana hiyo unajikuta anapoteza mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia watoto wa Bwana, msimu huwa unabebwa kwa maombi, na ndio maana wenzako huwa wakubali kuingia tu msimu kirahisi rahisi. Kabla ya kuingia kwenye msimu, huwa wana tabia ya kwenda kuusemesha mwaka, huwa wana mtindo wa kwenda kuusemesha huo msimu, na unashangaa kile wanachokisema kinakuja kutokea. Kwa nini? Kwa sababu waliyawahi malango wakayasemesha. Na ndio maana watu wengi sana kwenye maisha, nisikilize mtoto wa Bwana, wanakwama si kwa sababu wanatakiwa kukwama, no. Wanakwama ni kwa sababu hawajapata ufahamu wa namna ya kufanya, hasa wanapoingia msimu mwingine. Usipojifunza vitu vya namna hii kwenye maisha yako, hautaona kitu chochote kinabadilika kwenye maisha yako. Hautaona kitu chochote kinatokea kwenye maisha ya kwako, mtoto wa Bwana. Lakini uwe na uhakika kabisa, kwenye kila msimu unaoingia, mtoto wa Bwana, huwa kuna jambo jipya ambalo linatakiwa kuzaliwa kwenye maisha yako. Na si tu jambo jipya, na Mungu huwa ana tabia ya kuachilia neno kwako na kwenye maisha yako utakalotembea nalo kwenye huo msimu. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 33 na kuanzia ule mstari wa 12, Musa alipokuwa anawatoa hawa wana wa Israeli Misri, moja kitu alijihakikishia kabisa ni Mungu aliyemwambia kwenda kuwatoa, na wao wakaja kujua kwamba ni Mungu. Lakini walijua wanaingia kwenye msimu mpya, kwenye msimu mwingine. Ukisoma mahali pale, moja ya kitu ambacho alikiomba Musa kwa Bwana, akamwambia ikiwa nimepata neema, manake kibali, manake upendeleo machoni pako, ninaomba uende pamoja nami. Lakini mara ya kwanza Mungu alimwambia Musa, nitamtuma malaika aende pamoja na nyie, atawaongoza na atafanya hivi na hivi. Lakini yeye Musa akaenda akamsihi Bwana, akamwambia ikiwa nimepata neema machoni pako, ninaomba uso wako uende pamoja na mimi kwenye huu msimu tunaoingia. Maana yake alijua kabisa tunaweza tukaenda na malaika, lakini kuna mahali malaika yawezekana kuna mambo tutakutana naye, lakini hataweza kuyatatua. Lakini tukienda na wewe Mungu, hakika tutashinda kwenye kila vita ambavyo vinainuka. Na Mungu akawaahidi, akawaambia nitaenda pamoja na nyie. Na ndio maana alikuwa anajifunua kwa namna tofauti tofauti na kwa namna mbalimbali. Kuna mahali alikuwa anajifunua kama nguzo ya moto na wao wakawa wanaifuata ile nguzo. Kuna mahali alikuwa anajifunua kwa kuongozwa na wingu na wao wakawa wanalifuata. Na ndio maana uliona pamoja na vita ambavyo walikuwa wanakutana navyo, Mungu aliwashindia. Bwana Yesu asifiwe. Ilifika mahala wakakutana na bahari. Walipokutana na bahari, kwa sababu wanaye Mungu ambaye walimsihi, akawaambia nitaenda pamoja na nyie na mimi nitawapa raha. Pamoja na bahari kusimama mbele yao, Mungu wao aliwaambia songa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali langu kwako, mtoto wa Bwana, ni watu wangapi ambao mwanzoni mwa msimu kama huu wana uwezo wa kwenda madhabahuni pa Bwana wakamwambia Mungu, tunaomba kama familia, ninaomba kama mtu binafsi, uso wako uende pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye huu mwaka, na ndio maana unaona wakati mwingine, mtoto wa Bwana, wewe kila unachokianzisha mwaka tu mwaka kinakufa, lakini unashangaa wenzako hakifi. Mtoto wa Bwana,
kwenye kila kitu unachokiona kinaendelea kwenye haya maisha, nyuma yake huwa kuna nguvu inayokifanya kiendelee. Na ndio maana usije ukazani watu hawapiti mahali pagumu. Kuna watu wanapita mahali pagumu kuliko hata wewe, lakini ni kwa sababu nyuma yake yupo Mungu ambaye walianza naye, na ndio maana anayafanya hata magumu kuwa mepesi kwenye maisha yao, na ndio maana wanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana mtoto wa Bwana mwanzoni mwa majira kama haya, mwambie Bwana, ninakuomba uso wako uende pamoja na mimi mwaka ule uliopita. Yawezekana kuna mambo magumu yalitokea kwenye maisha yako. Mwambie, majira haya nimechagua kuja madhabahuni pako na kuanza na wewe. Ninaomba neema yako na uso wako uende pamoja na mimi. Nikuhakikishie kabisa, mtoto wa Bwana, ukishaomba maombi ya namna hii, hata kama utakutana na bahari ya kiasi gani, bado Mungu ataipasua na utapita. Hata kama utakutana na ukuta umejengewa kwenye maisha yako, Mungu wako atapasua ukuta na utapita. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye anayekutangulia kwenye njia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze sana kuomba vitu vya namna hii, na ndio maana watu wa upande wa pili wana uwezo wa kwenda makaburini wakakamata msimu, wakakamata majira. Unashangaa, unajua watu sijajua kama huwa wanapataga nafasi ya kutafakari vitu kama hivi. Wewe kio lile linajirudia. Maana yake kuna vitu usipoanza kuvifanyia kazi huwa vina kawaida ya kujirudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Labda some kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume tuone. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 na ule mstari wa kwanza. Anasema, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate sio chache. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5 anasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwangukia mikononi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipovishughulikia huwa vina kawaida ya kujirudia majira tu majira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda nianzie hapa. Tukio lolote ambalo mwana wa Mungu linakupata kwenye maisha yako huwa ni mlango. Bwana Yesu asifiwe. Liwe ovu, liwe baya, liwe zuri, huwa ni mlango. Na ndio maana lina kawaida ya kujiendeleza msimu tu msimu. Mfano, labda pia nitoe huu mfano tutaelewana vizuri. Ushagaona kuna maeneo ambayo tunakutaga hayana kitu cha ajali kabisa, lakini unashangaa siku tu ikitokea pale ajali, utakuta kuna mwendelezo wa ajali kwenye eneo lile lile. Kwenye eneo lile lile sisi tunakotoka kule, kuna eneo haupiti mwaka kabla ajali haijatokea pale. Paka siku moja Mungu akatupa ufunuo na neema ya kwenda kuzunguka pale na kuomba na kuvunja. Tukashangaa majira haya
ya mwaka uliopita haikutokea ajali, ndipo ambapo nilijifunza kwamba kuna kitu kinaweza kikatokea kwako au kwenye maisha yako kikawa mlango wa kiroho. Sasa kisiposhughulikiwa huwa kina tabia ya kujirudia msimu tu msimu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo hata majira ya mabaya kwenye maisha ya mtu huwa yana kawaida ya kujirudia msimu tu msimu. Na ndio maana unaposoma kwenye kitabu naona ni kipindi cha kanisa ambapo lilikuwa linapita kwenye changamoto na mateso. Na ndio maana anasema panapo majira yale yale, maana yake kuna majira mengine ambayo Herode aliwatenda mabaya wa watu wa kanisa, lakini majira yaliyofuata tena akainua upanga wake akamshika Yohana akamuua, akabaki tena Petro akamweka gerezani. Walipomweka gerezani wanasubiri na yeye baada ya Pasaka wamtoe waende kumuua. Lakini kilichomsaidia ni kwa sababu ya kanisa liliomba kwa juhudi na wala hakuweza kupatwa mabaya. Ninachotaka kukwambia mtoto wa Bwana, inawezekana kabisa kupitia maombi ukabadilisha misimu ya mabaya kwenye maisha ya kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kabisa, ndiyo Yakobo aliuawa, lakini inawezekana kabisa wewe ukausemesha mwaka mbele za Bwana. Mwaka ukuzalie mema, mwaka ukuzalie matunda. Kwa nini? Kwa sababu upo kwenye msimu kabisa, mwanzoni mwa mwaka. Hatutamani kuwa na kanisa ambalo halina matokeo wala ambalo halina hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana na maandiko nasema, mpenzi, ninaomba ufanikiwe sana kama vile roho yako ifanikiwavyo. Manake moja ya kitu ambacho Mungu wako anakuwazia wewe kwenye maisha yako ni mafanikio kwenye kila jambo unalolifanya. Na Mungu wako huwa anakutoa utukufu kwenda utukufu kwenye kila msimu. Lakini wewe ukijicheki, tangia uanzishe biashara uko pale pale, tangia uanzishe kampuni uko pale pale, tangia uanzishe kazi uko pale pale, hauna matokeo, hauna matunda. Na tunapoingia mwanzoni mwa mwaka ujui hata cha kuomba, unakaa tu maidia. Na ndio maana unaona uko pale pale, wenzako wana tabia ya kukamata mwaka na kusemesha na kutolea sadaka. Na ndio maana hata wewe inawezekana kabisa ukamwambia Mungu, ninakuja kwako, sitamani majira haya yatokee mambo yaliyotokea kwenye maisha ya kwangu. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake majira yaliyopita yalikuwa ni ya kulia kwenye maisha yangu, lakini ninaomba majira haya yawe ya kicheko kwenye maisha yangu. Na utaona lazima kuna kitu ambacho Mungu atakifanya kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana watoto wa Bwana? Tunaelewana watoto wa Bwana? Jifunze sana kuomba vitu vya namna hii. Mungu alinifundisha sana kupitia huyo dada. Kumbe katika ulimwengu wa roho wanajua kwamba huyu siku yake ya kuzaliwa ndio anaingia kwenye msimu mpya. Maana yake wanahakikisha wanampitisha kwenye mazingira magumu ili kuharibu tu majira anayoingia na msimu anaoingia. Kuhakikisha ukiharibiwa mwanzo wako hata mwisho wako, Mungu asipokusaidia utakuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikiharibiwa cha kwanza kwenye maisha yako, hata mwisho wako utakuwa mbaya. Na ndio maana mwezi wa kwanza huwa ni lango kiroho wa kubeba miezi mingine inayokuja mbele yako. Sasa inategemeana wewe unaitumia hii miezi kufanya nini na kutenda kipi kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wenzako wanapambana kusemesha mwaka, kusemesha majira, kuisemesha miezi. Na unashangaa kabisa, unajua wanasema mwenye kisu kikali ndo anakula nyama. Hata kama mtu yupo na nia mbaya, akijua kodi za namna hii lazima tu apate matokeo kwenye kile anachokifanya. Alafu wewe unajikuta uko pale pale unaanza kusema, "Oh, Mungu anapendelea sijui nini." No. Si kwamba anapendelea, Mungu ni wa wote. Amen.
wewe tu ndani yako hujaamua. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, sio nguvu za kutumisha misuli za kiroho. Ni lazima uwe na power itakayokuwezesha kusema kitu na kikatokea kwenye maisha ya kwako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakwambia hivi vitu, mtoto wa Bwana, vitakusaidia sana ukiwa na tabia na kujitoa, hasa majira haya ya kuomba. Tunaelewana? Amen. Inawezekana kabisa mwaka ukaisha bila kuugua. Inawezekana kabisa mwaka ukaisha bila kupata ajali. Inawezekana kabisa mwaka ukaisha bila kupata mabaya kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa mwaka huu Mungu akakupa hatua kwenye maisha yako. Inawezekana. Tunatamani kila mwana wa Mungu afurahie wokovu. Wokovu sio mateso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili tuufurahie ni lazima tuone mkono wa Bwana ukituwezesha kila wakati. Mkono wa Bwana ukisimama na sisi. Unajua kuna watu ni kweli wapo tu makanisani, lakini ukiwatazama kabisa ndani yao tayari wameshakata tamaa kwa sababu eza ya mazingira wanayokutana nayo. Mimi nataka nikuhakikishie kabisa, mtoto wa Bwana, Mungu wako bado anayo nafasi ya kubadili maisha yako. Bado anayo nafasi ya kufanya kitu kipya kwenye maisha yako. Lakini anasema niite nami nitakuitikia, na anasema kila ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ni lazima uwe na tabia ya kumlingana Bwana juu ya maisha yako, juu ya mwanzo wako. Kila wakati mlilie Bwana, mwambie Bwana, uwe na uhakika ni lazima tu atabadilisha maisha yako. Mungu wako hana upendeleo. Ni wewe tu unayeona labda amekuacha, amewawezesha hawa tu. No, hata wewe inawezekana, mtoto wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo nimesikia neno lako. Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa neema na fadhili zako. Mungu aliye hai, kama mtoto wako na mtumishi wako, ninasogea mbele za kwako. Yesu, kwa neema na rehema zako, kama ambavyo Musa mtumishi wako aliweza kukuambia ya kwamba uso wako usipoenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa. Mungu aliye hai, ni ombi langu kwako ya kwamba majira haya na msimu huu uso wako uwe nami, uso wako uende pamoja nami na familia yangu na watoto wangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, usiniache wala kunipungukia, lakini Bwana, ninaomba kwako uso wako Yesu uwe nami, utembee nami kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Lakini Bwana, ninainyunyiza damu ya Bwana kwenye njia zangu kwa damu ya Yesu. Ukapigane vita vyangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema yako initangulie, uweza wako unitangulie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, ninakataa kila mabaya yaliyokusudiwa majira haya kwenye maisha yangu. Imeandikwa ya kwamba mabaya hayatanipata wala tauni haitaikaribia hema yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, ninatangaza ya kwamba majira haya na mwaka huu mabaya hayatakuwa sehemu ya maisha yangu, hayatakuwa sehemu ya maisha yangu.
na kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba Bwana uso wako uwe nami kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana angazie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.